Mapema mno kuzungumzia benchi la ufundi kwa sababu mechi yake ndio mechi yake ya kwanza ndio ameshiriki. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia chochote kuhusiana na benchi la ufundi. Matarajio yenu kwenye benchi hili jipya ni yapi? Matarajio ni kufanya vizuri na benchi la ufundi hapa tumeweka. Tuna matarajio kwamba wataweza kitu kizuri katika timu yetu. Kuna wachezaji wamesajiliwa kwa hype kubwa, yani matarajio makubwa. Lakini kama bado hawajionyesha, nao pia wanapaswa kwa ni muda tuwape nafasi wacheze. Kama ligi sasa hivi nafikiri huu ni mchezo wetu wa pili. Kwa hiyo bado nafikiri tuwape muda. Ushindani msimu ushindani mkubwa. Unajua timu kama Mtibwa tarajia leo kama tunaweza kupata matokeo haya ya tabu. Kwa hiyo ushindani mkubwa. Ulikuwa unakuja na matarajio gani mbele ya Mtibwa? Tulikuwa na matarajio makubwa, lakini timu ya Mtibwa ina vijana wadogo na ni wazuri kimpira. Kwa hiyo ushindani kwa sasa hivi unaonekana mkubwa kwa timu zote. Prince Malero Dube nafikiri nyinyi mnaelewa Dube amefanya nini katika mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nafikiri tuendelee kumpa hofu. Dube ni mchezaji mzuri. Haya ambayo yako sasa hivi katika swala la muda. Kama anaweza kubadilika, atabadilika. Mheshimiwa Gumbo, kuna hili la Ibrahim Baka. Ibrahim Baka anatumikia sababu ya mechi 5 sasa hivi. Kwenu kama viongozi, nadhani mechi 5 ni sahihi kwa mchezaji kwa nje ama mnafikiria kwenda kupeleka mambo mengine kwa TF na bodi ya ligi kuweza kupunguzwa? Hizi ni kanuni ambazo zimepangwa na bodi ya ligi. Kwa hiyo nafikiri ameadhibiwa kulingana na kanuni. Kwa hiyo sekretarieti inaweza kutazama kwamba nini cha kufanya kuhusiana na mchezaji wetu. Lakini adhabu hii inaonekana imetoka kwa upande mmoja, lakini mchezaji wa Mbeya City pia alifanya hivyo hivyo. Labda kuna lolote ambalo umeweza kuwasilisha? Unajua siwezi kuzungumzia swala hilo kwa sababu watu ambao wanatoa maamuzi sio sisi. Ni wao wameona kwamba nani anakosa na wametoa adhabu kulingana na yule ambaye amefanya kosa. Shukrani.